Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Mungu wa uzima kwa ajili ya hiki kipindi cha neno. Naomba Mungu wa neema unitumie, maana mimi ni chombo. Mwanzo na mwisho wa neno hili uonekane, maana wewe ndio mwanzilishi. Na nimekemea kila roho inayosainuka kupinga neno hili katika jina la Yesu ishindwe. Kila roho inayosainuka kinyume Baba kupinga Roho Mtakatifu ishindwe. Naomba Mungu mwenye neema na rehema uonekane mwanzo na mwisho wa neno hili. Unitumie Mungu, maana mimi ni chombo, na neno hili liwe la baraka kwa wengi, wapate kutambua na hata kuamini kwamba wewe ndio Kristo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha wote kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 moja kuendelea. Nitasoma mpaka 18. Nasema, baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa Kondoo pana bwawa la maji liitwalo kwa Kiebrania Bethesda. Nalo lilikuwa na matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemuke. Kwa maana kuna wakati ambao malaika husuka kaingia katika lile bwawa akayatimbua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutimbuliwa alipona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Ila wakati kidogo pole. Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotimbuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine usuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Naye ilikuwa ni siku ya Sabato siku hiyo. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, ni Sabato wala si halali kwako kujitwika godoro. Akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia, jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, yule aliyekuambia jitwike godoro ni nani? Lakini yule mtu aliyeponywa hakumjua ni nani, maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo mbaya zaidi. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakaudiwa na Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya Sabato. Akawajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ni mtenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuifunja Sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake.
akajifanya sawa na Mungu. Mungu abariki neno lake. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maandiko haya kuna honyo. Ambia mwenzako kuna honyo. Katika maandiko haya kuna pia uponyaji. Katika maandiko haya yana neno linaitwa subira. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema ilikuwa ni Sabato Yesu alipomponya yule aliyepooza miaka 38, sio miaka kidogo. Lakini maandiko imesema katika lile bwawa ambalo lilikuwa na matawi 5, yeye alingojea Mungu. Hata kama alikuwa jiwezi, alijua kumngojea nani? Mungu. Na mahali pale maandiko imesema kulikuwa kunafika wakati, sio kila wakati, lakini kulikuwa kunafika wakati malaika anatimbua yale maji, mtu aliye na uwezo wa kuingia, number 1 anapona. Pigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye, kwa sababu hakuwa na mtu, yeye alichelewa kupona kwa sababu hakuwa na mtu. Unajua kipindi kingine unaweza kuwa wewe umesoma vizuri, lakini kama saa nyingine hauna mtu, kazi yako inaweza chelewa. Si ni kweli? Saa zingine unaweza kuwa umefanya kampuni moja miaka mingi, wengine wanakuja nyuma, wanaongezwa mshahara ama wanaandikwa permanent, wanakuacha hapa kwa sababu hauna godfather. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako Mungu leo atakutumania msaidizi kutoka mbinguni. Hata wale walikataa kukusika mkono, Mungu atakusika mkono na utabarikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua maandiko mengine nasema tegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Kwa hivyo inaweza kuwezekana ndugu ama dada yako yuko Amerika, ama anafanya state house, ama anafanya parliament, usisikirie koti yake. Uliza Mungu, baraka yangu iko wapi? Wewe ndio uliniumba ukanileta kwa hii dunia, na maandiko yanasema nikutegemee. Haleluya. Maandiko yanasema nifanye nini? Nikutegemee. Usije ukachukizwa bure na ndugu ama na dada yako kwamba amekataa kukusika mkono kukupeleka mahali pale. Mwambie Mungu, neno hilo leo ni la kwangu, takapotoka hapa ninajua naenda kunipigania. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna siku niliombea ndugu mwingine kule kwa maombi, akaniambia yeye alipiga kampeni kabisa, akapigia mwanasiasa. Ule mwanasiasa alipochukua kiti alichange namba. Sasa namfuata nyuma. Nikamwambia you are wasting your time. Nikamuuliza umeokoka? Kama hujaokoka tutaanza na uokofu na nikuombee upate kazi. Huyo mwanasiasa baada ya miaka 5 mtaonana kama wewe pia umebarikiwa. Kama amejificha, Mungu kwako hajajificha. Bwana Yesu asifiwe. Yule alimaanisha pale ndiye ataponea. Ndio maana hakutoka pale. Kwa hivyo alikaa pale akingojea uponyaji mpaka Yesu alipomuuliza, umekuwa katika hali hii miaka mingi, lakini leo inuka na utembee. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utatembea katika jina la Yesu. Biashara zako zitatembea katika jina la Yesu kama unaamini. Haleluya. Neno ni moja hapa, kama unaamini. Hata kama unapitia magumu kiasi gani, Mungu amenituma nikuambie kwake inawezekana. Bwana Yesu ainuliwe. Yeye alikaa pale hakuwa na msaidizi mpaka Yesu mwenyewe akakuja. Inawezekana na wewe umekataliwa. Kipindi kingine unaona abatali ujinyonge, abatali ukunywe dawa ukufe. Mwambie mwenzako usikufe. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Kuna mahali anakupeleka na utabarikiwa.
Walie kutarau samani. Si umwambie vizuri. Watakuheshimu. Maana Mungu atakupigania. Na atakuletea baraka zako. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aliambiwa inuka na ufanya nini? Na utembee. Na ubebe ile godoro ulikuwa umelalia. Kwa sababu ilikuwa Sabato. Na Wayahudi hawataki mtu abebe kitu siku ya Sabato. Na kuna wengine leo wamelinda siku. Lakini hawajalinda mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Wayahudi walilinda siku, hawakulinda mioyo na tabia zao. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Wayahudi wakamuuliza, mbona leo ni Sabato na unatembea umebeba godoro? Hata wamuulize sababu walimjua. Imekuaje leo unatembea na tuliona wewe ni mgonjwa? Kuna wengine wewe ukiwa mgonjwa wanafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wakifutwa kazi wanaweza chinja hata jogoo wafurahie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliwajibu, rais akawaambia, mimi yule alinifanya hivi akaniponya ndiye aliniambia beba godoro uende na mimi nikatii. Ndio maana natembea na godoro yangu. Wakamuuliza ni nani? Akasema yeye hata hajui. Biblia imesema watu walikuwa wengi. Na Yesu alipomponya alijitenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Sehemu ya pili, maandiko imesema Yesu akipita alimuona wapi? Alimuona wapi? Yesu akipita alimkuta kanisani akamuonya. Biblia imesema akamuonya. Akamwambia, tazama sasa umekuwa mzima. Usitende dhambi tena. Uliza mwenzako, unapenda kuonywa? Ukionywa vizuri vile unajua unafanya makosa, utarudi hapa. Huyu atarudi kweli? Huyu bila anaangalia chini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakumpeleka kanda, alimwambia ukienda kando utende dhambi, kuna jambo mbaya. Kuna jambo mbaya sana litakupata kushinda lile la kwanza. Kumaanisha ugonjwa wake ulikuwa wa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo tutafautisha. Kuna magonjwa mengine yanahitaji toba na msamaha. Kuna magonjwa mengine yanahitaji tuikemee maana ni pepo. Na kuna magonjwa mengine yanastahili wewe mwenyewe utubu. Na kuna magonjwa mengine inahitaji dosi ya daktari, sindano. Kuna awamu hizo zote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale waliyekosea wazazi wakawaambia mahali mnaenda mlaaniwe na muishi siku zote na magonjwa. Kwa hivyo wako na laana ya mzazi, wako na magonjwa. Au wanahitaji kuombewa toba na msamaha. Alafu wabebe pasa nono, ambia mwenzako ubebe pasa nono. Na nguo ya bei. Urudi kwa mzazi uombe msamaha. Msamaha ina gharama. Kama ulimpiga ukamuumiza mguu, urudi huko. Usiseme ati ni baba yangu, ni mama yangu, anajua tulikosana kidogo. Sasa hiyo mambo na siku hizi ilisa tunasalimiana. You must go back, whether you like it or not. Kama unataka kubarikiwa, lazima urudi. Unyenyekee. Hata mimi kama ulinitusi mahali sioni, Mungu aliona. Ukuje mchana hapa peupe. Useme baba askofu, sielewi maisha na yumba yumba. Lakini kuna siku nilikusengenya kwa watu. Sasa naomba msamaha. Ama unafikiri sikuoni? Bwana Yesu asifiwe. Utakuta kuna mambo imekuwa maiendi kwa sababu ya haya mambo madogo. Maandiko inasema kuna wale waliyefanya vitina kwa ajili ya mke wa nani? Wa Musa. Wakamsengenya. Mungu akawapiga na nini? Na ukoma. Walikuwa Miriam na Aaron. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Aaron aliona Miriam kwamba amechaa ukoma tere, ikasemekana rudisha mpaka kwa baba ya atemewe mate.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii mambo ya kuongea bila kufikiria sana inaweza kukuingiza kwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Katika maandiko haya yametaja vipofu, viwete, waliopooza, walingojea neema ya Mungu. Na ndio maana tumekuja sisi pia hapa tungojee baraka ya Mungu. Biblia imesema kuna vipindi na nyakati na majira. Mahali hapa waimbaji wameimba, mafundisho imefundishwa na mama askofu, na hiki ni kipindi cha Injili. Kila awamu na nyakati zake Mungu amepanga. Ikifika ni kipindi cha maombi, kuna malaika anashughulika. Aone ni nani akureti, ni nani amejiandaa ili abarikiwe. Ndio maana maandiko yamesema walienda wakakaa karibu. Ndio na sisi tumekuja karibu ili wakati yule malaika anashughulikia hiyo hali ya kufungulia watu baraka, na sisi tubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo nikikuonya, kwa sababu samani nilikuombea hapa, ukuwa na chochote ulikuwa umeparara, si ndio? Sasa Mungu akakupaka mafuta ya upa. Nikiona uendi hivi, unaanza kuenda hivi, niko na mamlaka hapa ya kukuonya, kukuita hivi nikuwa. Nisikuite hivi uende ni kama usikii. Uko mbele utasikia. Bwana Yesu asifiwe. Uko mbele na siku kuombea ubarikiwe, uenda kuama uacha mzee kule masiwa, wewe unaenda pipeline. Hatukuelewana hivi. Tulielewana kwamba hii neema ikisuka isaidie familia. Kama ni mzee awache pesa ya mboga, na sahi watoto wako nyumbani wasikule githeri, wakule mchele, na ile pia yeye amekula huko njiani, si ndio? Ndio sasa msara hata kasini ifanya nini? Iongezwe. Lakini wewe ukikula huko njiani, ukifika nyumbani paka mama mboga amekusoea, amesoea mama anachua anamkatia cabbage nusu na uko kasi. Nasema nini? Enda leo ununue samaki watoto wafurahie, waseme dadia barikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa nini Joshua alisema mimi pamoja na nyumba yangu nitamtumikia Mungu? Alimaanisha nini? Maandiko iko hapa. Joshua akachagua akasema mimi, mke wangu na watoto tumechagua kumtumikia Mungu. Alafu akauliza na nyinyi je? Na hao wakasema hata sisi tumekubali. Kawaambia basi sawa. Kama mmekubali, ile miungu mliabudu ng'ambo ya mto ya mababu itoeni kati yenu, ili mimi kama Joshua nikiomba Mungu asikie. Narudia sehemu hiyo. Akawaambia ile miungu ya kigeni mliabudu ng'ambo ya mto ya mababu itoeni kati yenu, ili kwamba tuweze kuendelea mbele rahisi. Wakasema tumekubali. Kila kitu walikubali. Ndipo safari ikawa rahisi. Haleluya. Tukiweka mitungi mbili hapa hii ya 20 liters. Moja tuchase maji, ngine ikuwe empty, haina mafuta, haina chochote. Tugonga hivi. Ni gani itapiga kelele? Ile haina kitu. Uliza mwenzako wewe uko na kitu? Ulipookoka ulijazwa roho? Muulize tena ulijazwa roho? Hakuna kitu shetani anaogopa kama kipindi ukiomba unaomba katika roho. Ndio maana maandiko yanasema wamuombaye Mungu halisi watamuomba katika roho na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Katika roho na kweli inamaanisha unakuwa na ufahamu rahisi kuelewa ni wapi nitaenda nibarikiwe, ni wapi nitaenda nipate neema ya Mungu. Kuna mwingine niliombea hapa akawa tajiri sana, lakini alipoenda nyumbani baba yake akamwambia, mwanangu, vile umepata hivi mali inataka nikupeleke
pande moja kule Kisumu, mahali kuna daktari ya kutengeneza. Ndio hii mali isiende. Hiyo mali ni mganga wa Kisumu alileta. Sasa wewe ukiwa mjinga ufuate huko vile baba anasema muende kutengenezwa, itapaki. Bwana Yesu asifiwe. Nimemuona kipindi kingine akiniambia sasa mambo yake imekuwa. Nikamwambia mambo imekuwa kwa sababu mimi ninaona mbuzi nyeusi sehemu za Nyanza. Na mumekaa chini mnachinja. Sijui mlikuwa na sherehe. Kasema sio sherehe, dadi alini confuse. Nikamuuliza, "Are you under 18 age?" Akasema hapana. Uko na meno 32, hiyo akaitika. Uko na kitambulisho akaitika. Wewe ni mtu normal person. Mungu ndiye alikupa hizo baraka. Na vile alikupa ungekuwa kama Yakobo. Useme Mungu ninaomba ukinipeleka vyema unibariki na unipe chakula nile mpaka nirudi salama kwa nyumba ya baba yangu. Nami nitakuchengea madhabahu na kile utanibariki nacho nitakutolea fungu la 10. Lakini wewe baada ya kubarikiwa ukutafuta Mungu yale madhabahu iliyokubariki, ulirudi kutafuta madhabahu ya waganga. Ndio maana umeisa pole pole pole. Sasa umeisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai inasema kwa nini wewe uliokoka ukaanzia katika roho vizuri lakini sasa umemalizia kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulikuwa unaomba vizuri zamani wakati haukuwa na chochote. Lakini wakati umebarikiwa hata unaomba kidogo tu unasema Baba katika jina la Yesu nataka kula. Hata unakomandi Mungu ati unataka. Bwana Yesu asifiwe. Walionyenyekea walibarikiwa na waliinuliwa. Kama vile yeye aliyepooza alisema sina mtu. Sina nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe uliokoka na kuna watu wanaanza kukusaidia lakini hawaja kusaidia bado, usikuangalie wao. Muangalie Mungu anayeweza mambo yote. Muangalie Mungu ya kwamba kuna jambo jipya anaenda kutenda kuanzia leo. Na wewe utashukuru, utasema hakika Mungu amenitendea. Inaweza kuwezekana hata rafiki yako amepata kazi kubwa. Hata unajua na yeye anajua vizuri hauna kazi. Lakini kama ana Mungu ndani yake, ukimwambia huko kwenu nafasi ikipatikana uniambie. Kidogo kidogo nasikia watu wameandikwa lakini yeye akuambii na ni rafiki. Huyo ni Juda Iskarioti. Kwa hivyo usimwangalie yeye maana roho yako itakuasika. Mwangalie Yesu aliyemwaga damu msalabani. Mwambie kwa sababu nimeokoka na sikuokoka kwa damu ya dunia hii. Nimeokoka kwa damu yako Yesu. Unitetee. Maana nikiangalia rafiki atanifunja moyo. Nitaendelea mbele. Hata wale wakusema kwamba walikosana na memba ama na mtu kanisani wakawacha kanisa, wamepotoka, wamekosa njia. Huyo ni mtu na Mungu ni Mungu. Na sisi sote tunamtegemea Mungu maana baraka zetu zinatoka kwake. Hata kama rafiki amekataa kukusika mkono, mimi nitakuombea Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo agusike mkono katika jina la Yesu. Ili mahali unaenda uone neema ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Munaona hata hapa Gikomba kama hujawahi enda lazima usike mkono. Lakini kuna mtu unakuta amejua Gikomba vizuri. Ukimwambia tuende unitembeza na kuambia leo tumbe nauma. Leo niko na stress. Leo sina nafasi. Kwa maana ukimpeleka Gikomba unaona atakuja kukusi. Nataka kutuma mtu mwenye atakupeleka wachana na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata access, ukipata njia, hata kama ni Amerika, hata kama ni wapi, onyesha mtu, mwambie njia ni hii. Si wote mmeokoka? Ama unaogopa atakuroga? Kuniona wale wanaogopa wanaona atarau. Hebu niona wale wameokoka wataonyesha wengine njia. Mumemaanisha? Unaweza onyesha mwingine njia.
Hata unaweza kumwonyesha yule baba anatuombea ndio huyo. Ama utaniita Musae. Mimi ni Musae. Ala. Bwana Yesu asifiwe. Kama hamjui, unaona hata hii kanisa, hata maombi, kuna mwingine hawezi kukuonyesha. Na si ati ajui. Na si ati ajui unateseka. Yeye amebarikiwa, amekauka tu. Ukimuuliza siku hizi kunaenda tena kuambia ni kubaya. Wewe uone hata uchumi vile iko. Vumilia, siku moja utaonekaniwa. Ujaribu kumuuliza, nisikia kuna mahali unaenda mombe na mwambia, huyu alikudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnajua leo vile tutafanya. Huyo mwenye kujificha hivyo, nitaomba mkutanie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Usijaribu kukanyagia mwingine break. Usijaribu kabisa. Mungu atatumia njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndugu alikanyagiwa hivyo mahali anafanya kazi, yeye ni dereva. Gari ikicha mpya hawezi kupewa. Wale wengine wanapewa, yeye amekanyagiwa. Nikamwambia usiangalie watu, wewe utakwasika. Wacha nikuombee Mungu akutangulie. Alipofika kazini hivi, mdoso mwenyewe ndiye alimuita akamuuliza, na hii gari naona umeendesha miaka mingi, hizi zinakuja zote, wewe hujawahi badilishwa? Fulani alibadilishwa 2. Na yeye kwa sababu nimemwombea ako na hekima ya Mungu, hakutaka kuchochea mtu. Yeye alisimama akasema, niliambiwa niendesange hii, wakati wangu utafika na inaweza kuwezekana ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mkubwa akaamuliza hapo hapo, akaita ule wa kupanga akamwambia, kuanzia leo ule atolewe kwa ile gari, ule driver aliyeandikwa mpya aweka huyu aendeshe ile mpya. Mkubwa mwenyewe akashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu atashughulika kwa niaba yako. Na unajua mtu wa pili akija kushughulika anashughulika vizuri. Ana ile mambo ya kusema utamshinda. Maana ametumwa na Mungu na amerasimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona vile yeye aliyepooza alitafutwa na Yesu mwenyewe? Na wewe Yesu akutangulie. Kwa biashara akutangulie. Kwa ndoa mahali hakuna amani akutangulie. Akuinue. Haleluya. Sijui kama ungekuwa unasikia kama mimi. Ile neema niko naye mimi. Nataka niombe wale wachawi wamekataa, wamesema kwamba ukatalia hapo chini. Usimame tena vile maandiko yanasema, mwenye haki ataanguka mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, atasimama tena. Haleluya. Hiyo mara ya 7 ndio sasa. Na wewe usimame katika jina la Yesu. Unajua wakati umeokoka, haufai kulia unasema umewachwa, afadhali ungekufa mapema. Unakufa mapema unaenda wapi? Kaanga hapa. Mwambie mwenzako usitamani kufa mapema. Kaka. Kama Musa. Miaka 120. Kama Joshua. Miaka 110. Kama Sara. Miaka so. Mwambie ni so ni 100. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe na stress ati nyumba imefungwa. Mungu ndiye atafungua. Hata sisi hatukufika hapa peke yetu. Ni Mungu ametupa neema. Na hiyo neema ndio nataka na mimi nikuombee upate. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue wakati hiyo neema inakuja sio rahisi. Sio? Ikuangi rahisi. Sababu wale walie kufunga wanasema hatutaki huyu afanye nini? Abarikiwe. Tulimfunga na tukamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mnaangalia nyuma? Mimi bado naendelea. Unajuaje kama next ni wewe? Bwana Yesu asifiwe. Imeandikwa hivyo, kama utaamini lazima Mungu akufungue. Hakuna shortcut iko hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema tu neno ni moja. Uamini. Na ukiamini lazima maisha yabadilike. Lazima Mungu aonyeshe maadui njia. Lazima Mungu apigane. Maana tupigani wenyewe,
tuko na yule anatupigania, na hiyo vita tutashinda, maana hatuko peke yetu. Ndio maana aliyeposa alishinda. Hata kama Wayahudi walitaka kumuua Yesu, neema lazima iendelee. Ukibarikiwa, kuna wale watakutafuta wakuue kwa sababu ya wivu, lakini nataka niombe Mungu atangulize neema na nguvu zake mbele, awatatanishe wasikuone. Hiyo neema ikulinde katika jina la Yesu. Niliwaambia, niliomba kule Kisii, mama niliyekuta ako na 46 years analia machozi, anasema yeye hakuolewa. Ati hakuolewa, sasa ameruhusu hope. Nikachunguza pole pole, nikakuta ni aunti yake alifunga yeye. Nikaona huyu mtu nikimwambia ukweli ni huyu ataleta shida, bila amechelewa. Nikamwambia sasa tutaangalia msalabani, maana msaada wetu utatoka huko vile Psalms inasema. Na tuombe na tumaanishe. Kipindi kimoja tukikutana hapa nikitembea kufanya shughuli zangu, nikuta uko na ndoa katika jina la Yesu. Alafu akaniambia ati nimwangalie hapa. Vile amejikunja hivyo, nani atapenda yeye? Imagine ananiambia hivyo. Unajua Mungu aangalii kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mimi siangalii hiyo, na siwaangalii wewe. Naangalia mbinguni, maana msaada utatoka mbinguni. Na Mungu ndiye anapigania watu wake. Nikamwambia wacha 45, hata uwe na 60. Mungu akisema, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Mungu akutangulie. Mahali ulifungwa ufunguliwe. Katika jina la Yesu ufunguliwe. Mahali ulifungwa nimeomba ufunguliwe. Katika jina la Yesu ufunguliwe. Na upate neema mpya. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama na wewe umefungwa na anti, lazima anti aenda akuache. Kwani mnatembea na anti mnaenda wapi? Unaonaje? Mmefungwa na mama wa kambo. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni moja, ni general word, kwamba neno lolote ambao umefungiwa Mungu amesema lifunguliwe. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Walipojua ni nani amefungua huyu, kwa hivyo hawakutaka afunguliwe siku gani? Siku ya Sabato. Na leo ni siku yetu pia ya Sabato. Lazima ufunguliwe. Hata kama kuna roho ya Wayahudi, lazima itii sauti katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaambiwa kuna ugonjwa inamshinda Mungu kuponya. Walioposa walipona, viwete na wengine waliokuwa na shida hiyo walipona. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, ama kuna mtu naaminia ambaye ni mgonjwa, ujitayarishe ya kwamba nataka kutuma Mungu ashughulike. Nataka kuomba Mungu nimwambie shughulika sasa. Walio katika mateso, walio katika shida, walio katika vifungo, waweze kufunguliwa na Yesu mwenyewe ashughulike. Atende ishara, miujiza na maajabu. Kila kifungo ya Shetani ni lazima iondolewe na Mungu akuache huru. Uwe huru, tena huru kweli kweli. Katika jina la Yesu Kristo. Waliyesema utaoa, utaoa katika jina la Yesu. Waliyesema utaolewa, utaolewa katika jina la Yesu. Waliyesema utapata kazi nzuri, utapata katika jina la Yesu. Waliyesema utapata watoto, nimetabiri leo upate watoto wazuri, watoto wenye hekima na busara, watoto walio hodari, na neema ya Bwana itakusunguka. Tusimame mbele za Bwana, maana Bwana anataka kufanya kazi yake kama vile anaona ni vyema. Walie naso na misigo na mifungo vya ibilisi, ni wakati wao wafunguliwe. Wakati wamemaanisha, kama yule aliyeposa hakukata tamaa. Kwa hiyo miaka 38 yeye alimngojea Mungu na akasema, siku yangu ni leo. Sitaki niende, sitaki nitoke, maana nimepata neema. Na akuachilia ile neema. Na we Mungu wa uzima, na akukumbuke mpendwa.
Mungu na akupiganie, Mungu na akutangulie, uone mema yale mateso iliyoletwa na ibilisi. Mungu na akuondolee, uende viwango na kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Anasema walio wake hata waacha kamwe. Mwambie Mungu, na mimi leo nifunguliwe, nione wema wako, nione mkono wako. Santarabosi karadora dai bori tasaidarekai. Mungu mwenye rehema, neno lako limesema Wayahudi hata kama walipinga, ulitenda ishara Baba. Hata kama walipinga, aliyeposa alitembea. Kuna mtu leo mambo yake yote imesimama, hata akili imesimama, ajui afanye nini. Ninajua wewe ni Mungu mwenye rehema, mwenye huruma. Unaenda kuingilia kati na kutengeneza njia mara pasipo na njia. Hiyo pepo ya kisetani yenye kumwonyesha amefika mwisho, uiondoe kwako, mfungue ili apate kutambua na kuamini wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe Mungu. Kiwa ameasi na kutenda dhambi, umsamehe Mungu wa rehema. Na chochote anakuomba Baba, naomba Mungu mtendee. Naomba Mungu mtendee. Naomba Mungu mtendee. Naomba Mungu mtendee. Aliyefungiwa pepo ya madeni, naomba Mungu muondolee. Aliyefungiwa pepo ya umasikini, naomba Mungu muondolee. Aliyefungiwa pepo ya magonjwa, naomba Mungu muondolee. Maandiko imesema Baba, aliyekuwa amepooza alisimama. Alisimama Baba, alipopatana na Yesu alisimama. 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 Ninaomba leo Yesu, ushughulike mwenyewe kama vile ulishughulika kule Yerusalemu kwa Wayahudi. Ushughulike katika nabii, ili yule mambo yake imekwama, yule anaona mwisho, aanze mwanzo mpya, kwa sababu yeye ni Mungu. 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 Unaweza mambo yote. Yule amefungwa na uchawi na uganga na machende Baba, hiyo roho iondoe. Hiyo roho iondoe. Hiyo roho Baba iondoe. Aliye na kifungo ya Shetani, aliyeombea kinyume akafungwa, ondoa kifungo Baba. Rabairate, ondoa kifungo sasa. Yes, ondoa kifungo Baba. Ondoa kifungo. Ondoa kifungo. Mwambie Bwana umekataa kifungo. Kifungo ya Shetani. Mwambie Mungu umekataa kifungo ya Shetani. Umekataa. Umechoka. Umekataa kifungo. Kifungo ya ibilisi. Kifungo ya madeni. Kifungo ya magonjwa. Kifungo ya laana, ya kuonewa, ya kuwa chini. Mwambie Mungu umekataa. Yes. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Umekataa madeni. Umekataa magonjwa. Umekataa laana. Waliokufunga kwa ajili ya ndoa, wakwaje huru. Wakwaje huru. Huru wa Yesu. Wakwaje huru. Lele. Lele Baba. Lele. Wakwaje huru. Lele Jehova. Wakwaje huru katika jina la Yesu. Wakwaje huru. Huru. Huru wa Yesu. Wakwaje huru. Wakwaje huru. Hiyo pepe ya uchawi iliye nasa neema na baraka, na iamulisa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pepe iliyepigana na baraka zako, na ndoa yako, na watoto wako, na biashara zako, na kazi zako, na iondoa. Na iondoa. Na iondoa katika jina la Yesu. Na ondoa hiyo pepo. Hiyo pepo ina jini, iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo pepo ina jini, na iamulisa sasa. Na iamuru sasa. Na iamuru hiyo pepo katika jina la Yesu. Na amuru. Na amuru hiyo pepo. Na amuru hiyo pepo ikuondoke, ubarikiwe. Ikuondoke. Ikuondoke. Pepe iliyezuia neema na baraka, naomba iondolewe. Iondolewe. Yes. Iondolewe.
ndio iondolewe. Iondolewe. Rabi, iondolewe. Yes. 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 Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo sasa. Yes, Rabi. Ndio hiyo. Anashughulika sasa. Mungu wa uzima, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, mwenye rehema, mwenye mamlaka, amesuka kuondoa mateso, kuondoa magonjwa, kuondoa vifungo. Ribai. Shughulika sasa. Ndio Rabi. Shughulika. Simba wa Yuda. Shughulika mwenyewe. Halalai. Rabi. Baba wa neema. Shughulika sasa. Simba wa Yuda. Mungu mwenye nguvu. Shughulika mwenyewe. Shughulika Baba. Shughulika Baba. Shughulika mwenyewe. Hii ni kazi yako. Mimi ni mtumishi. Shughulika Baba. Na kuomba Mungu wa rehema. Shughulika sasa. Kipindi hiki Baba. Shughulika Rabi. Shughulika. Yes. 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 Waliofungiwa baraka ya pesa wanafunguliwa. Hey! Rabi. Yes. Yes. Hiyo baraka ya pesa na ifungua katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila baraka ya pesa Baba iliyokuwa imefungwa, fungua Rabi. Fungua Baba. Waliojengewa madhabahu ya Shetani kwa tumbo zao, kwa mikono yao, kwa macho yao, waondolee. 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 Ndio hiyo. Ndio hiyo. Madhabahu ya Shetani inaondolewa. Inaondolewa. Madhabahu ya Shetani inaondolewa katika jina la Yesu. Inaondolewa. Inaondolewa. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Madhabahu iliyofunga tumbo yako ukaya na magonjwa inaondolewa. Inaondolewa. Total deliverance. Ndio hiyo. Inaondolewa. Kila madhabahu inaondolewa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo madhabahu, madhabahu ya giza inaondolewa. Kadile, loloi, pabarabe, togoi, Jesus riba, ratene Baba. Yes. Tawara. Shughulika Baba. Shughulika Rabi. Maliza hiyo madhabahu iliyopigana na ndoo na kazi ya mikono. Shughulika. Hey! Talai. Hey! Rabi. Yes. Hey! Raten. Pabaribai. Ndio. Loloi. Pabaribai. Fungua wenye imani. Watakase Baba. Katika jina la Yesu. Wafunguliwe. 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 Yes. 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 Achiria neema yako juu ya wenye imani. Ndio. Ndio. Juu ya wenye imani. Wapokea roho mpya. Ndio hiyo. Alama ya njiwa. Alama ya njiwa. Rabai. Baba Rabi. Lele. Hodi hodi. Ribai Baba. Raten. Hodi hodi. Baba Ribai. Yes. Loloi. Lele. Baba Rabi. Alai. Raten. Raten. Hodi hodi. Baba Ribai. Loloi. Raten. Ndio. 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 Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea neema mpya. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Ndio hiyo. Loloi. Loloi Baba. Loloi Rabi. Lele. Jesus Ribai. Ratene Baba. Loi Ragai. Nende. Tele. Palai. Baba Rabi. Yes. 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 Neema. Neema ndio hiyo sasa. Neema ya Yesu. Neema ndio hiyo sasa. Yes. He! Rabi. Neema mpya. Neema ya Yesu. Neema mpya. Katika jina la Yesu. Pokea neema. Pokea neema. Katika jina la Yesu. Neema ya Yesu. Neema. Neema mpya. Neema ya kazi. Neema ya biashara. Neema ya ndoa. Neema ya roho. Neema ya pesa. Lele. Lele. Baba lele. Loloi. Palai. Fungua hizo neema zote. Ndio. Fungua Baba. Fungua neema zote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Fungua. Fungua. Fungua neema zote. Katika jina la Yesu. Kila neema
iliyofungwa ifunguliwe, ifunguliwe katika jina la Yesu. Kila neema iliyokuwa imefungwa ifunguliwe, ifunguliwe. Funguo wa roho ifunguliwe. Kila neema ya roho ifunguliwe sasa katika jina la Yesu. Fungua Roho Mtakatifu. Raita saida nenge Yesu rebai lo ilagai labi rabi yes lolo baba latin papa rebai papa radin papa logoi chille lagai rotoro bosaya parai ratin papa rebai holy holy rebai papa radin Jesus rebai tawara baba tawara rabi kila kona tawara, kila kona tawara, kila kona tawara, kila kona tawara. Wakombolewe, wakombolewe. Hata huyo mguu wake unatingika, amepokea neema ya uponyaji. Ndio hiyo, amepokea neema, neema hiyo. Hiyo ni nguvu ya roho. Ribai, pabarabe, loloi, Jesus ribai. Parata saida nenge Yesu radin. Mungu mwenye rehema, wainue tena, wainue tena, wainue tena, waondolee mateso. Wewe ni mwenye rehema, wewe ni mwenye huruma. Unaponya Baba, unainua Rabi, unainua Baba waliyechengewa Baba. Hiyo madhabahu uiondoe, uiondoe, uiondoe. Hiyo magonjwa ya kuumwa na tumbo na ilaani hiyo magonjwa. Ndio. Kila aina ya magonjwa ya kuumwa na tumbo iondolewe katika jina la Yesu. Iondolewe. Hiyo roho ya magonjwa ya tumbo iondolewe. Kila aina ya magonjwa ya tumbo iondolewe sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magonjwa ya tumbo iondolewe. Iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. Iondolewe. Rabi, 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 magonjwa ya tumbo iondolewe, iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa iondolewe, magonjwa ya tumbo iondolewe, kiwa ni alisa iondolewe, kiwa ni madhabahu iondolewe. Rabai, hiyo magonjwa ya tumbo iondolewe, lotorobosika iondolewe, iondolewe, iondolewe. Magonjwa yote ya tumbo iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Magonjwa ya tumbo iondolewe. Sema tena, iondolewe, iondolewe. Magonjwa ya tumbo iondolewe, iondolewe. Rabai ratin iondolewe. Hiyo gasi ya tumbo iondolewe. Madhabahu ya Shetani waliyokujengea kwa hiyo tumbo iondolewe. Porita saida. Jesus rebai. Iondolewe. 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 Sema tena. Sema tena. Sema magonjwa ya tumbo iondolewe. Presa ya Shetani iondolewe. Mapepo na majini iondolewe. Porita saida. Ratin. Porita saida rekai. Jesus rebai. Iondolewe yote. Porita saida ratin. Yes, Lord Almighty. Parai ratin. Magonjwa yote ya tumbo iondolewe kabisa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema tena. Porita saida rekai. Porita saida ratin. Yes, Lord. Barata rabogora nangai. Wanaosumbuliwa na magonjwa hiyo wasongee mbele kwa madhabahu. Porita saida ratin. Nenge Yesu ribaganta rabosaya. Wanaposuka kwa madhabahu watakase. Hiyo magonjwa isiwe na nguvu juu yao katika jina la Yesu. Uwachalie neema, uwachalie baraka. Wewe ni Mungu uponyaye, utendaye ishara, miujiza na maajabu. Wewe ni Mungu unatawala katika jina la Yesu. Isiwe na nguvu tena juu. Kuanzia leo
Magonjwa ya tumbo isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu tena. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Katika jina la Yesu. Kila aina ya magonjwa isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Katika jina la Yesu. Isiwe na nguvu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Isiwe na nguvu. Mungu akufungue. Hiyo magonjwa isiwe na nguvu. Isiwe na nguvu. Upone. Upone. Hiyo magonjwa isirudi tena. Iende kabisa. Iende hiyo magonjwa. Iende. Iende kabisa. Iende. Hiyo magonjwa iende. Iende. Sema tena iende. Hiyo magonjwa iende. Magonjwa ya tumbo iende. Katika jina la Yesu. Iende. Iende. Ukiwa unaenda mbele upewe wengine nafasi. Magonjwa hiyo haitarudi tena. Iende kuanzia leo. Ikuache huru. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Muache apone katika jina la Yesu. Muache apone. Muache apone katika jina la Yesu. Bao yako nimeifunja katika jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Iende isirudi tena. Katika jina la Yesu. Iende isirudi tena. Katika jina la Yesu. Nimeamurisha hiyo magonjwa. Ikuache huru. Ikuache huru. Ikuache huru. Magonjwa ya tumbo iende milele isirudi tena. Hiyo magonjwa iende isirudi tena. Iende kila aina ya magonjwa isirudi tena. Iende katika jina la Yesu Kristo. Iende kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Para tarabosi karadora dai. Kupitia kwa hiyo upako upone. Katika jina la Yesu. Magonjwa hiyo ya tumbo. Mungu amesema iende na isirudi. Iende hiyo magonjwa na isirudi. Iende. Hiyo magonjwa iende na isirudi tena. Katika jina la Yesu. Kila aina ya magonjwa ya tumbo iende milele na isirudi. Inakuwa wengi hiyo magonjwa na mafuta yangu hakuna vizuri. Iende katika jina la Yesu na isirudi tena. Iende na isirudi. Iende na isirudi. Iende hiyo magonjwa na isirudi tena. Iende katika jina la Yesu Kristo. Iende na isirudi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Magonjwa iende, ya tumbo iende na isirudi tena. Amen. Iende na isirudi. Iende hiyo magonjwa kabisa. Iende. Enda na magonjwa yako. Katika jina la Yesu. Enda. Katika jina la Yesu. Magonjwa yote iende katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote iende. Iende. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Enda na magonjwa yako. Pepo mchafu na kuamuru. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Na kuamuru. Na kuamuru. Ama na magonjwa yako ya tumbo. Ama haraka katika jina la Yesu. Mwachilie huru. Mwachilie huru. Mwachilie huru. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Mwache huru katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Pepo mchafu. Pepo mizigo yako. Mwache huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Na kuamuru. Mwache huru. Huru wa Yesu. Mwache. Ongea haraka. Ongea haraka. Ongea. Ongea haraka. Ongea haraka. Ongea. Ongea haraka. Umefunga nini? Umefunga nini? Bwana Yesu funjike. Umefunga nini kwake? Ongea haraka. Katika jina la Yesu. Umefunga nini? Umefunga nini? Achilia yote. Achilia yote. Nimekuja kufungua yeye. Katika jina la Yesu. Sema umefunga nini? Sema umefunga nini? Sema umefunga nini? Ongea. Ongea. Achilia. Toa mizigo yako. Toa kwake mizigo yako. Toa katika jina la Yesu. Toa mizigo yako. Umefunga nini? Ongea jina haraka. Ongea. Ongea katika jina la Yesu. Ongea. Umefunga nini? Utaki kuongea? Anza kuteseka. Anza kuteseka. Teseka sasa. Nimeita moto wa mbinguni. Mahali fire. 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 Kila mahali fire. 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 Si umesema utaki kuacha? Haya, nimetuma moto kwa hiyo miguu. Chomeka. Chomeka kila mahali. Chomeka.
Chomeka kwa hiyo miguu. Chomeka. 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 Si ulisema utaki kwenda. Chomeka kabisa. Chomeka. Haya sema sasa. Umesikiria nini? Umesikiria nini? Umesikiria nini? Umesikiria nini? Utaki kuachilia. Pepo mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Pepo mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Mwache huru katika jina la Yesu. Pepa mizigo yako. Pepa mizigo. Pepa baraka. Pepa mizigo katika jina la Yesu. Pepa katika jina la Yesu Kristo. Pepa mizigo yako yote. Yote haraka. Pepa mizigo. Madhabahu ya changa nimeipomoa. Hiyo ya tumbo nimeipomoa katika jina la Yesu. Nimepomoa hiyo ya tumbo. Nimeipomoa hiyo madhabahu katika jina la Yesu. Nimepomoa hiyo madhabahu, nimepomoa katika jina la Yesu Kristo. Amutakaa kwake tena. Sema umesikiria nini? Umesika nini kwa hii tumbo? Umesikiria nini? Umesikiria nini? Ongea haraka. Umesikiria nini? Mko wangapi? Mko wangapi kwake? Mko wangapi kwake? Ongea. Mmefunga nini? Amutaki kuongea? Amutaki? Mmefunga nini? Amutaki kuongea? Mmefunga nini? Mmefunga nini? Ukiongea ndio tutaachana. Umefunga nini? Nimeamuru sasa uongee katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimetuma moto wa Roho kwa hiyo ulimi. Kwa hiyo ulimi. Kwa hiyo ulimi. Toa ulimi nje hapa. Haraka! Toa ulimi nje. Toa ulimi nje. Moto nimetuma kwa ulimi. Teseka. 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 Sitakuacha mpaka umwache. Sitakuacha mpaka umwache. Sitakuachilia. Umefunga nini kwake? Ongea sasa. Umefunga nini? Umefunga nini? Leo nimeamua hivyo. Paka abarikiwe. Umefunga nini kwake? Umefunga nini? Umefunga nini? Taja. Ya kwanza. Asipata mtoto. Ya pili. Ya pili haraka. Sema. Tumbo iko na nini? Imuume. Uwe na muuma. Inafura. Wewe unaitwa nani? Wewe unaita nani? Uliyeleta hiyo mateso kwake. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Ongea! Wewe uliyeleta hiyo mateso. Unaitwa nani? Nimegeuza hiyo mateso. Hiyo magonjwa uliyosukuma kwake. Ianze kukurudia sasa. Ndio hiyo. Nimegeuza yote. Irudi kwako. Irudi kwako. Katika jina la Yesu. Nimegeuza hiyo mateso yote uliyoleta kwake. Mateso yako chukua. Jina yako nani? Unaitwa 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 nani wewe? Wewe ni mchawi. Jina yako nani? Ongea! Jina yako wewe ni nani? Jina yako wewe ni nani? Jina yako wewe ni nani? Umeniweza leo. Nimekuweza leo. Uize kabisa. Uize kabisa. Uize kabisa. Mwacha kidogo. Haya, roga hapa nione. Roga hapa nione. Roga hapa nione. Waite wenzako. Roga hapa nione. Sio umesema wewe ni mchawi. Roga hapa nione basi. Roga hapa nione. Anza. Huyu amekulemea. Auta. Utaweza kuwa pastor. Baba mchafu. Mwache huru. Katika jina la Yesu. Huyo mwache. Mwache huyo. Baba katika jina la Yesu. Toka na mateso yako. Baba mchafu. Mwache huru. Uchawi wenu umeisha. Uchawi wenu umeisha. Katika jina la Yesu. Hiyo imeisha. Imeisha hiyo uchawi. Imeisha. Imeisha. Tapika hapa yote. Tapika hapa chini. Tapika hiyo roho ya uchawi iliyoleta mateso. Katika jina la Yesu. Tapika. Tapika katika jina la Yesu. Tapika. Umekubali sasa kumwacha? Umekubali? Umekubali? Ama bado? Umekubali sasa? Piga magoti hapa. Piga magoti hapa haraka. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa.
Piga magoti. Inua mikono juu. Harakisha haraka. Inua mikono juu. Inua mikono yote juu katika jina la Yesu. Inua mikono. Inua mikono haraka katika jina la Yesu. Nimemfungua apata watoto katika jina la Yesu. Nimemfungua apata watoto, apone tumbo, hakuna kufura tena, hakuna kufura katika jina la Yesu. Hakuna kufura tena katika jina la Yesu. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Kubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Itikuli. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Kumwacha abarikiwe. Siwezi pigana na yeye tena. Sema vizuri nimekubali. Sema tena abarikiwe. Sema tena abarikiwe. Itika vizuri. Hujasema sijasikia. Sema abarikiwe. Itaja vizuri. Paka mara 7. Wale wa huko nyuma hawajasikia. Sema vizuri abarikiwe. Abarikiwe. Sema tena. Sema tena. Abarikiwe. Sema tena. Abarikiwe. Apata watoto. Apata watoto. Apata baraka ya watoto. Apata baraka ya watoto. Na magonjwa ile tulimsugumia. Sema ile magonjwa tulimsugumia. Tumeondoa kwake. Haya sasa kuanzia leo magonjwa iende yote. Magonjwa iende. Baba osha roho yake. Lala hapa chini. 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 Katika jina la Yesu. Nimetuma hiyo roho Yesu na itakaswe mbinguni. Amen. Baba wewe ni mwema nyakati zote. Maandiko yanasema umetawala duniani na umetawala mbinguni. Katika jina la Yesu. Muose pia huyu. Katika jina la Yesu. Muose katika jina la Yesu. Fungua huyu. Muose katika jina la Yesu. Amen. Haya wale wengine hapa. Baba katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Mungu mwenye mamlaka. Unainua, unatakasa, unatenda ishara. Wewe ni Mungu usiyeshindwa wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Na wewe ndio daktari mponyaji utenda ishara. Baba ukatakasa, uondolee vita na magonjwa. Wape neema ya kuwa huru, tena huru kweli kweli. Kila kifungo ya Shetani uondolee, na magonjwa ya tumbo uondolee, kwa sababu wewe ni mwema. Wapokee neema na baraka katika jina la Yesu. Na mahali walifungwa waone huruma, Mungu wafungue. Maisha yao yabadilike katika jina la Yesu. Amen. Kuna yule ndugu nilisema aletu hapa ombewa aoni. Ako hapa walimleta. Ura aoni. Ako hapa. Mlete hapa. Baba katika jina la Yesu. Pake uso hiyo mafuta. Utukuzwe Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kwa sababu yeye ni mwema. Amen. Mwambie apige magoti, si anasikia? Kuna mwingine hapa nilimwambia nimwombea kwa madhabahu uje, wala niliambia wakuche na picha, fanya hivi. Utukuzwe Baba Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Upeaye watu wako neema na baraka. Mtakase na umsamehe dhambi na makosa, Mungu wa rehema. Ondoa kila giza ibilisi kwa macho yako. Muondolee vita na magonjwa ya Shetani. Katika madhabahu unafungua waliofungwa. Umtakase Baba. Uondoe vita ya machini kwa maisha yake. Umchalie neema na baraka. Watakase wote. Wape neema. Katika jina la Yesu. Wape neema. Wape kibali. Wagonjwa wapone. Waliofungwa naomba wafunguliwe. Waliofungiwa neema na baraka kupitia kwa mafuta haya upako. Ufungue nyota na baraka sawa, kwa sababu yeye ni Mungu. Nimewatakasa kwa neema na baraka takatifu. Uonekane kwa maisha yao. Leta mikono. Uonekane kwa maisha yao. Mupe neema.
Wabariki na kuwatangulia. Mahali wanaenda wafunguliwe kila madhabahu iliyotesa maisha yao, uiondoe kwao. Wapate neema, wapate mafanikio. Ndoto mbaya na vita ibilisi uiondoe kwao milele. Wanapoenda kusimama wapata mafanikio, wanapoingia na kutoka. Nimewaombea baraka katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Tupie Yesu makofi.
Oh
So